Mtumishi wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu tena katika sehemu ya 4 katika somo letu zuri linalosema maombi ya kushughulika na vita yatoka tumboni. Kumbuka ya kwamba tuko sehemu ya 4 na namshukuru Mungu kwa namna unavyojifunza, na kabla sijaendelea naomba nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye umempa neema ya kupokea ujumbe huu. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ninakusihi anaposikia ujumbe huu kawe ni sababu ya yeye kufunguliwa, kupona na kuona kibali na neema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa mtumishi wa Mungu, leo nataka nikazungumze na wewe kupitia kitabu kile cha Zaburi ya 22 mstari wa 9 mpaka ule wa 11. Zaburi ya 22 mstari wa 9 mpaka ule wa 11. Maandiko yanasema, "Naam, wewe ndiye uliyenitoa tumboni, ulinitumainisha matitini mwa mama yangu. Kwako nalitupwa tangu tumboni mwa mama yangu, ndiwe Mungu wangu. Usiwe mbali nami, maana taabu i karibu, kwa maana hakuna msaidizi." Kitabu kile cha Zaburi ya 58 mstari wa 3, maandiko yanasema, "Wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao, tangu tumboni wamepotea wakisema uongo." Mpendwa mtumishi wa Mungu, ninachotamani niongee na wewe ni ile roho ya kukataliwa inayotesa maisha yako. Roho ya kukataliwa. Manake kuna mtu ambaye katika maisha yake hajawahi kukubalika mahali popote. Kuna vitu ambavyo umejaribu kuvifanya, kadri unavyofanya hakuna chochote kinacholeta matokeo mazuri. Kwa hiyo kuna roho ya kukataliwa, kuna roho ya kutengwa ambayo inaambatana na maisha yako. Hizi ni roho mbili zinatembea pamoja, kwamba kuna namna kabisa unakuja kujikuta kwenye maisha yako hakuna kitu ambacho kinakubalika kwako. Yaani wewe ni mtu wa kutengwa, ni mtu wa kukataliwa, ni mtu wa kuchukiwa, ni mtu wa kudharauliwa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya tangu tumboni, hata yale maziwa ulionyonya, anasema ulitengwa, ulikataliwa. Hakuna mtu aliyekuwa upande wako kwa jambo lolote. Kwa hiyo ile roho ikikuvaa, matokeo yake kadri unavyoishi ndivyo utayaona. Na mimi naamini ninapozungumza hapa, kuna mtu anasema, "Mtumishi, kuna jambo unazungumza kwa ajili yangu, kuna kitu unazungumza kwa ajili yangu." Na mimi nataka nikuhakikishie kwamba kupitia somo hili watu wengi wanakwenda kupona na kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo unajikuta kwamba hii roho inakutesa, na ukifanya kazi, hiyo kazi inakukataa. Ukifanya biashara, biashara inakukataa. Ukiingia tu kusoma, elimu inakukataa, usogee. Ukiingia tu kwenye ndoa kabisa ndo inavunjika. Unaweza ukawa huko ndoa ya 7 na hii ya 7 pia iko kwenye matatizo. Ninavyoongea hapa, unaingia kwenye mahusiano yanavunjika, na yakivunjika yanavunjika vibaya. Unatengana mwenzio vibaya kwa visasi na vinyongo, mpaka unajiuliza ni nini? Kumbe ni ile roho ya kukataliwa imekuvaa, na ndio hiyo roho inakutesa mpaka saa hii. Nazungumza na yule ambaye ni mpambanaji, ambaye katika maisha yake anapambana sana, anapambana mno. Yaani atamka asubuhi, atakwenda aidha kwenye biashara au ni ofisini. Yaani kama ni nje ya nchi atakwenda, kama ni nje ya mkoa atajitahidi katika vitu vingi sana. Lakini inafika mahali katika vile vitu vya mafanikio haoni mafanikio ya aina yote, na bado anaona giza kwenye maisha yake. Niko mahali hapa mpendwa, natamani nitamke jambo hili ya kwamba umezunguka huo mlima, yatosha. Maombi inayokwenda kuomba hapa yatakufungua katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo wewe ni mchapakazi mzuri, una elimu nzuri, una bidii ya kutosha, lakini hakuna jambo linafanikiwa kwenye maisha yako. Kumbuka maandiko yanasema katika Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana
ile sura ya 3 mstari wa 8b, kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa azivunje kazi za ibilisi. Kwa kuna vitu vinatakiwa vivunjwe kwenye maisha yako. Kuna roho lazima zikuachie, kuna mamlaka lazima zikuachie, kuna vitu amekuvisha kama vazi lazima uvue, lazima ukatae hiyo hali, useme haya sio maisha yangu. Kuna mtu mmoja anaitwa Mwana Mpotevu alisema hivi, mahali hapa nilipo sio pa kwangu, hali hii ninayopitia sio ya kwangu, chakula ninachokula sio chakula litakiwa kula, kwa hiyo hapa sio mahali pangu, nitaondoka, nitakwenda. Kuna wakati mwingine mpendwa, kama uko kwenye ukanda wa vifungo, unasema hapa sio mahali pangu, mimi nakataa hii roho, najivua kabisa hizi roho, nakataa hii hali ya kutengwa. Unaanza kuingia kwenye maombi, unaanza kuomba mbele za Mungu, unaanza kuomba upendo wa Kristo uwe kwako, Mungu ahuishe kibali chako, kwa sababu hii roho ya kutengwa inaambatana na kibali. Kwa hiyo kibali chako kikishaanza kupotea, ujue nawe kwenye ramani ya wale wanaokuzunguka umepotea. Hakuna mali utaka ukafanya kitu cha maana, hakuna mtu atakukubali, hata kama ufanye kizuri kiasi gani, wewe utatengwa tu. Kwa sababu nini? Ulitengwa kabisa, ulichukiwa. Ni mtu ambaye tutoka kuzaliwa kwako, vita hii imevaa maisha yako. Kwa wale mlio maofisini, kwenye biashara, haujawahi kuona mtu anafanya kitu au anafanya jambo lote, alafu anapofanya hakuna anayeona kwamba amefanya vizuri na kwa usahihi, na anajua hapa na kwenda kusifiwa, lakini kila anayepokea kazi yake bado tu anamwambia hakuna ulichofanya, na anaweza akatishia na maisha yake. Kuna watu wanakaa kwenye ofisi, wapendwa, wameteseka, wameumizwa, kila anachofanya matokeo ni mabaya tu. Mungu akusaidie. Tunataka unapofanya chochote uone mkono wa shirika na ufanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna jambo ambalo lazima ufanye, na hilo jambo ni la maombi, na Mungu akusaidie. Katika maandiko niliyosoma ya Zaburi ya 22 mstari wa 9 anasema, wewe Mungu ndiye uliyenitoa tumboni. Na katika mstari wa 10 anasema, kwako nalitupwa tangu tumboni. Hili ni neno kubwa, ni neno gumu, ni neno gumu sana mpendwa. Kwa hiyo leo naona unaishi, lakini kiroho ni kama haupo, ni kama vile haupo kwenye ramani. Ni kama tu nasema ninaishi, lakini sijui kama ninaishi, ni pengine tu ninateseka, kwa sababu kuna vita iko upande wangu. Na ni kweli kuna vita iko upande wangu, kwa sababu ulishatupwa tangu tumboni. Tena anasema ulitupwa shimoni kabisa. Anasema wakati mwingine hata watu walikuzika hata kabla hujazaliwa. Sasa hii ni vita mbaya sana, na hujui. Na mfano mzuri ni pale mama ameshika ujauzito na baba anasema, tutoe hii mimba, tutoe hii mimba, mimba hii sitaki. Kwa hiyo anazungumza hapo na baba anasema sitoi hii mimba. Kwa hiyo unashangaa tu mtoto ametengwa. Anaweza akazaliwa vizuri huyu mtoto, lakini akiwa mkubwa atatengwa tu, manake kuna namna alitengwa tangu tumboni. Roho ya kutengwa, roho ile ambayo ni ya kutupwa mbali. Unaweza ukashangaa wewe kila mali, hata ukienda kuishi mali, unakaa tu mali ambapo hata hukupapenda. Kwa sababu nini? Kuna hii vita. Lakini Mungu akusaidie na ukaone kupona katika jina la Yesu Kristo. Nakupa mfano, na mfano uko hivi. Baba mmoja, mke wake walipopata mtoto, walipata watoto 3 wa kike. Na mama alivyobeba ujauzito wa 4, baba akamwambia, kama ukinizalia malaya, wewe na malaya wako wote nitawaua. Angalia, ni mama alizaa mtoto wa kwanza, baba anafurahi. Mtoto wa pili, baba anafurahi. Mtoto wa 3, baba anafurahi, hasemi kitu. Na watu wote wanaona baba amefurahi, mama amefurahi. Alipozaa wa 4, baba anatamka kabisa, ukinizalia tena malaya wa 4, wewe na malaya wako mtaondoka, wewe na malaya wako nitawaua. Ni baba ametamka. Kumbuka mtoto huyu ni wa 4. Mtoto wa kwanza ana umri gani? Na ndio maana utakuta familia hii haiwezi kufanikiwa. Kwa sababu nini? Kutengwa. Mtoto wako kumzaa, damu yako unaita malaya, na watu wengi wamekuwa kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo kama yuko baba yote mahali hapa,
Kama yuko mama yote mahali hapa aliwahi kutamka kitu kibaya wakati akibeba ujauzito, au ni mke wako alibeba ujauzito, na saa hii kuna vitu unaviona kwenye familia yako haviko sawa, nataka nikuhakikishie, nenda kwenye maombi, anguka, omba rehema, omba rehema. Wakati mwingine hao watoto wote watolee sadaka ya ukombozi, sadaka ya amani, na Mungu atakusaidia. Mungu atakikomboa hicho kizazi. Si kwamba kila aliyeharibikiwa ndio kwamba ataharibikiwa milele. Mungu wetu ni wa rehema, Mungu wetu anasamehe, Mungu wetu ni wa urejesho, atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu mtu anasema, Mungu usiwe mbali nami. Omba Mungu asiwe mbali na wewe. Omba Mungu asiwe mbali na uzao wako. Mungu asiwe mbali na hatua zako za maisha. Omba mpendwa, ingia kwenye maombi. Mungu asiwe mbali na wewe katika ndoto ulizobeba. Mungu asiwe mbali na wewe katika hatua za maisha yako. Mungu asiwe mbali na wewe au na uzao ulionao, na Mungu ataenda kukusaidia kwa namna ya kipekee. Ninapoingia kwenye maombi, ninaamini ya kwamba yuko mtu mmoja anakwenda kufunguliwa hapa katika jina la Yesu Kristo. Kuna roho inakutesa, kuna roho inatembea na maisha yako ya kutengwa na kuchukiwa. Nataka nikwambie leo ni mwisho katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu ishuke mahali ulipo kwa jina la Yesu Kristo. Wale waliokuwa mbali na wewe, Mungu awarejeshe kwa namna ya kipekee sana, kwa namna ya kipekee sana. Naomba tuombe katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, asante kwa ajili ya mtumishi wako anayenisikia sasa, popote alipo, mahali popote ulipomweka, anaponisikia saa hii. Kama Bwana kuna roho yote, iwe ni kwake, kwa uzao wake, kama kuna roho inatembea kwenye familia au damu ya ukoo, roho ya kutengwa, roho ya kuchukiwa, katika jina la Yesu Kristo tunakwenda kuibeba damu ya Yesu ambayo ililipa kila fidia. Katika jina la Yesu huyu mtu akakombolewe. Tunakataa roho ya kuchukiwa, tunakataa roho ya kutengwa, tunakataa kila madhabahu inayoshughulika na hizi roho, maroho yote ya kufuatilia, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, hiyo roho ikuachie saa hii, ikuachie saa hii. Roho ya kuchukiwa, roho ya kutengwa, ikuachie kwa jina la Yesu Kristo, na mkono hodari wa Mungu ukakukomboe na kukomboa kizazi chako, ukaone tena kibali, ukaone neema, ukakubalike kila mahali utakapokwenda. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Mtu mmoja aseme amen. Mungu akubariki. Naitwa Jacob Emmanuel Mlawi. Karibu katika sehemu ya 5 inayoendelea somo hili, na ninaamini watu wataenda kufunguliwa katika jina la Yesu. Amen.